Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mazungumzo kati ya marais wa Marekani na China, Donald Trump na Xi Jinping, yanaendelea muda huu mjini Beijing. Biashara, suala la Iran na Taiwan ni mojawapo ya ajenda zinazotarajiwa. Zipo ajenda chache ambazo wanataka kuzizungumzia. Kwa Marekani, katika sekta ya anga, kilimo na teknolojia, aina fulani ya makubaliano ambayo kwa namna moja ama nyingine anaonekana inaweza ikazinufaisha nchi zote, lakini Mchina anaonekana ameshikilia karata nyingi zaidi. Umoja wa Falme za Kiarabu zimekanusha kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara siri nchini humo. Na wasanii nchini Rwanda wamepokea kwa furaha taarifa za kuanzishwa kwa mfumo rasmi wa ukusanyaji na ugawaji wa mirabaha. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mwagodi. Karibu. Shukran Halima. Mkutano wa kilele uliokusudiwa kwa muda mrefu kati ya viongozi wa Marekani na Uchina umekaribia kufanyika jijini Beijing. Rais Donald Trump na Xi Jinping wanatarajiwa kujadili masuala ya Taiwan, biashara na Iran. Trump anaitaka Uchina kuweka shinikizo kwa Tehran ili kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Uchunguzi uliofanywa na shirika la kutetea haki za binadamu umepata ushahidi wa unyama, ukiwemo mauaji halaiki ya raia na ukatili wa kijinsia ambao mashahidi wanasema ulitendwa na jeshi la Rwanda na kundi la waasi la M23 katika mji wa Uvira, mashariki mwa Kongo. Taarifa zaidi na Samba Tenzi. Shirika la Human Rights Watch linasema maelfu ya raia waliuawa bila hatia katika kipindi cha mwezi mmoja ambapo M23 ilikuwa kiutawala mji huo. Uchunguzi huo unajumuisha ushuhuda kutoka kwa waathirika wanaosema walishuhudia ukatili ukitendwa na wanajeshi wa Rwanda waliokuwa wamevalia sare. Wachunguzi wamepata ushahidi wa makaburi matatu ya halaiki na kusema kuwa raia 53 waliuawa bila hatia, miongoni mwao wakiwa watoto 6. M23 waliushikilia mji wa Uvira kwa mwezi mmoja kabla ya kuondoka kufuatia shinikizo la kidiplomasia kutoka miongoni mwa nchi nyingine, Marekani ambayo ilisimamia makubaliano ya amani. Hata hivyo, kundi la M23 wala serikali ya Rwanda halikujibu maombi ya BBC ya kutoa maelezo. Falme za Kiarabu zimekanusha kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara siri nchini humo, licha ya ofisi ya Netanyahu kutangaza jambo hilo saa chache kabla. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu huyo ilisema kuwa ziara hiyo ilifanyika tangu kuanza kwa vita vya Iran na ilisababisha mafanikio ya kihistoria katika uhusiano wao. Siku ya Jumanne, balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee alisema kuwa Israel imetuma betri za makombora ya kujihami kutoka kwenye mifumo wake wa Iron Dome ili kusaidia UAE kukabiliana na mashambulizi ya Iran. UAE ilikuwa miongoni mwa nchi kadhaa za Kiarabu zilizoanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel kupitia mikataba ya Abraham wakati wa muhula wa kwanza wa Israel wa Rais Trump. Na mamlaka nchini Ufaransa zimewazuia zaidi ya watu 1700 ndani ya meli ya kitalii iliyotia nanga huko Bordeaux kutokana na mkurupuko wa norovirus. Takriban watu 50 ndani ya meli hiyo ya kampuni ya Ambassador Cruise Line wanaonyesha dalili za virusi hivyo ambavyo husababisha kutapika na kuharisha na huambukiza kwa kasi. Mwanaume mmoja mzee alikuwa ndani ya meli hiyo amefariki, lakini chanzo cha kifo chake daiwa kuwa ni mshtuko wa moyo. Maafisa wa afya wanasema kuwa hakuna uhusiano wowote na mkurupuko wa hantavirus. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera, Abudu FM na CGFM. Nchini Kenya tunapatikana pia kupitia Mwenedu FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Voice of Karamoja, Voice of Mwawura na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Elizadil Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na katika YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais Xi Jinping wa China ametoa wito kwa China na Marekani kuwa shirika na si maadui. Amesema hayo katika wakati ambapo hivi sasa mkutano kati yao
kati yake na Rais Donald Trump uko unaendelea mjini Beijing. Kwa upande wake, Rais Trump amemwelezea Xi Jinping kama kiongozi mkubwa na kusema mahusiano kati ya mataifa hayo yenye nguvu yatakuwa bora zaidi kuliko ya awali. Rais wa Marekani amewasili mjini Beijing ikiwa ni ziara yake ya kwanza nchini China katika kipindi cha takriban mwongo mmoja, na ni ziara inayoelezwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kidiplomasia kama anavyoeleza zaidi Isabella Mwagodi. Rais Trump na ujumbe wake umepokelewa kwa mbwembwe kuu nchini China. Ndani ya ndege ya rais Air Force One, Trump hakuambatana na wanadiplomasia pekee, bali pia na majina makubwa katika sekta ya viwanda na teknolojia Marekani. Miongoni mwa waliofika ni bilionea wa teknolojia Elon Musk, Jensen Huang wa kampuni ya Nvidia na Kelly Ortberg wa Boeing. It's an honor to be with you. Ni heshima kubwa kuwa nanyi. Ni heshima kubwa kuwa rafiki yako, na uhusiano kati ya Uchina na Marekani utakuwa bora zaidi kuliko wakati mwingine wowote uliopita. Suala la biashara linatarajiwa kuchukua sehemu kubwa ya ajenda. Rais Trump ameweka wazi kuwa ombi lake la kwanza litakuwa ni kuitaka Uchina kufungua milango yake ya kibiashara. Trump amesema anataka kuruhusu watu aliowaita wenye akili na ujuzi mkubwa alioambatana nao kutumia uwezo wao kuleta mabadiliko ya kiuchumi. Uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa haya mawili makubwa umekuwa na misukosuko. Trump alichochea tena vita vya kibiashara vilivyoanza katika mhula wake wa kwanza mara tu baada ya kuanza kwa mhula wake wa pili. Ingawa pande zote mbili ziliafikiana makubalio ya kusitisha mapigano hayo ya kibiashara mwezi Oktoba uliopita. Mbali na biashara, mzozo wa Iran pia upo mezani. Wakati Trump anatafuta makubaliano ya amani na Tehran, inafahamika kuwa Uchina ina ushawishi mkubwa nchini humo, ikikadiriwa kununua takriban 90% ya mafuta yote yanayouzwa na Iran. Ingawa Trump anasisitiza kuwa hahitaji msaada wa Uchina kutatua mzozo huo, wachambuzi wanaona ushawishi wa Beijing ukiwa muhimu. Hafla kuu za kidiplomasia na mikutano ya kiserikali inatarajiwa kuanza kesho Alhamisi na kuendelea hadi Ijumaa. Na msikilizaji, ni taarifa yake Isabella Mwagodi. Taarifa hii pia unaweza ukaitazama moja kwa moja sasa hivi, mkutano kati ya Rais Trump na Rais wa China kupitia katika mtandao wetu wa BBC kwa lugha ya Kiingereza. Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha kwamba Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara ya siri nchini humo licha ya ofisi ya Netanyahu kutangaza hayo saa chache zilizopita. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya Waziri Mkuu imesema kuwa ziara hiyo ilifanyika tangu kuanza kwa vita vya Iran na kusababisha mafanikio ya kihistoria katika uhusiano wa nchi hizo mbili. Siku ya Jumanne, balozi wa Marekani nchini Israel alisema kuwa Israeli ilituma betri za kuzuia makombora kutoka kwa mfumo wake wa Iron Dome kusaidia Umoja wa Falme za Kiarabu kukabiliana na mashambulizi ya Iran. Umoja huo wa Falme za Kiarabu ilikuwa ni mmoja wa mataifa kadhaa ya Kiarabu kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel katika makubaliano ya Abraham wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Trump. Mwandishi wa BBC Ann Wells anaelezea kile kinachoendelea. Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu tayari walikuwa wameweka uhusiano wa kawaida wa kidiplomasia kuwa sawa kulingana na makubaliano ya Abraham yanayokubaliwa mwaka 2020, lakini vita vya Marekani na Israel na Iran vinaonekana vimeimarisha uhusiano huo na kuendeleza muungano huo kijeshi pia. Balozi wa Marekani huko Israel Mike Huckabee amefichua kwamba Israel ilituma vidhibiti na wafanyikazi kutoka kwenye mfumo wake wa ulinzi wa anga wa Iron Dome kwenda UAE wakati wa mzozo huo ambao ulishuhudia Iran ikishambulia Emirates kwa makombora na ndege zisizo na rubani. Usitishaji wa mapigano umekuwepo kati ya Marekani na Iran kwa takriban mwezi mmoja sasa. Hata hivyo, Iran imeendelea kuzuia mlango bahari wa Hormuz kujibu mashambulizi ya Marekani na Israel na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Kwa kawaida, karibu 20% ya mafuta ya gesi asili iliyoyeyuka duniani hupitia mkondo huo. Marekani kwa upande wake imekuwa ikitekeleza kizuizi cha bandari ya Iran ili kutoa shinikizo kwa Tehrani kukubaliana na masharti yake. Wasikilizaji, wasanii na wabunifu kote nchini Rwanda wamekaribisha agizo jipya lililotolewa la kuanzisha mfumo rasmi wa ukusanyaji na ugawaji wa miraba